Nipo katika lango la kuingia katika eneo la Ziwa Eyasi, maeneo ambayo ndipo Wahadzabe wanapoishi na kufanya shughuli zao za kila siku. Jina langu ni Alice Shayo. Pembeni yangu hapa niko na mwenyeji wa eneo hili. Yeye atatuambia kwa undani ni kwa jinsi gani kabila la Wahadzabe huwa wanajihusisha katika mpango mzima wa kwenda kupiga kura, na atatuambia ni kwa jinsi gani mwaka huu wamejipanga inapofika tarehe 29 Oktoba kwenda kupiga kura. Shikamoo baba. Marhaba, habari ya uzima? Salama tu. Hem, tuambie majina yako na wewe ni nani? Kwa majina naitwa Paulo Slatluwai. Okay. Mwaka huu mmejipanga vipi kwenda kupiga kura? Sisi tumejipanga vizuri kwenda kupiga kura. Tunachotegemea ifike tarehe Oktoba 29 tuende kwenye vituo tulivyojiandikisha vya kupigia kura ili tuweze tukawachague wagombea wetu. Eneo hili ndipo wanapopatikana Wahadzabe. Na je, hawa Wahadzabe ni huwa wanashiriki vipi katika mchakato wa kupiga kura? Wahadzabe huwa tunawapa elimu ya kwenda kujiandikisha kwenye vituo vya kupigia kura. Alafu wakirudi makwao, sasa wenyewe wale wanapenda kukaa porini. Sasa wakirudi porini mnaendelea kuwakumbusha, lakini ikifika tarehe ya kupiga kura mnawafuata, mnawaleta kwenye vituo vyao kwenda kuchagua na wao viongozi wao. Hii jamii ya Wahadzabe huwa inakuwa na changamoto gani ya kushiriki katika kupiga kura? Hii jamii wala haina changamoto. Hawa ni ukiwaelekeza wale wanaelewa, na ni watu watulivu sana, hawapendi vurugu. Ukiwapanga kwenye foleni wale wanasubiri muda wao, ukifika wanapiga kura, huwa wanakuwa na haraka ya kurudi makwao. Lakini wale ni watu wanaojali kazi zao, kwa sababu chakula chao kwangu huwa kinapatikana porini, kwenda kuwinda na kuchukua matunda ya miti. Changamoto zao ni hizo, ila watakuwa na haraka ya kuwahi. Sasa tunawaharakisha wao watangulie kupiga kura ili sisi wenyeji tubaki na wao warudi kwenye makazi yao. Na kwa mwaka huu mmejipanga vipi? Nyie wakazi wa eneo hili pamoja na Wahadzabe mmejipanga vipi? Sisi tumejipanga vizuri. Yaani tuna mikakati yetu imekaa sawa, tunawaelewa watu tunao kwenda kuwachagua, ila sisi tunasubiri tu siku yenyewe ifike, turushe karata zetu, mwisho wa siku tutangaziwe kiongozi wetu ni nani. Nikushukuru sana. Asante sana. Bado niko katika lango hili la kuingia Ziwa Eyasi ambako ndiko wanakokupatikana Wahadzabe. Na hapa niko na mtendaji wa eneo hili. Yeye atatuambia kwa undani ni kwa jinsi gani Wahadzabe huwa wanashiriki katika mchakato wa kupiga kura. Na je, mwaka huu wamejipanga vipi kwenda kupiga kura kuhakikisha wanamchagua mtu ambaye wanamtaka ili aweze kufanya maendeleo katika eneo hili. Habari yako kaka? Salama, mshindaji. Salama tu. Karibu. Asante. Hebu tuambie, hao Wahadzabe huwa wanashiriki vipi katika mchakato mzima wa kupiga kura? Asante. Kwa majina naitwa Robert James Paulo, mtendaji wa kijiji cha Kandet. Kwenye swala lako la msingi kwamba hao Wahadzabe wanashirikije vipi kwenye swala la uchaguzi, sisi kama serikali ambao tunatekeleza majukumu yetu eneo hili, cha kwanza hawa watu tunawafikia kwa kuwapa elimu ya kupiga kura, kwa maana ya kwamba wao pia ni katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haki ya mmoja wa msingi ni kushiriki katika uchaguzi mkuu ili kupata viongozi wao wanaowahitaji. Na kwa sasa jamii hii inafikika, tumeshawapa elimu, wao wanashaelewa kwamba uchaguzi ni mchakato wa namna gani na kwa nini unafanyika, ni kwa ajili ya kuchagua kiongozi wao wanaomtaka, na elimu hiyo imewafikia na watashiriki uchaguzi Oktoba 29. Na mwaka huu mara inapofika tarehe 29 Oktoba, mmejipanga vipi wao washiriki wa mchakato? Cha kwanza tarehe tayari wameshajua ni tarehe 29 kama ambavyo vyombo vyetu vya habari vikieleza kila leo, na wanajua sasa hivi tuko kwenye kipindi cha kampeni na tayari wameshajua vituo vyao vya kupigia kura kwa sababu tayari wameshajikwisha kujiandikisha. Lakini sisi tunayokuifanya wale jamii zetu hii ya Wahadzabe, kwanza tunakiri chimbuko lao ni watu wanaoishi kwa kufanya mawindo, kwenda kutakula vyakula vyao na matunda. Kwa hiyo kwa maana hiyo tarehe 29 ni siku ambayo ni ya uchaguzi ili wao washiriki. Sisi kama serikali tutaonana na uongozi wao ili waweze kupata chakula chao siku hiyo, wasiende mawindoni, ili siku hiyo ifanyike tukio moja tu la kuchagua viongozi wanaowataka wao. Kwa hiyo nafikiri ndio utaratibu ambao unafanyikaga, na nafikiri sio mgeni hawa jamii. Siku ya uchaguzi serikali huwa inachukua jukumu la kuwapelekea
chakula aidha kwa kupata mnyama wa porini, ili siku hiyo wawe na chakula chao, wao washiriki zoezi la upigaji kura, then baada ya hapo watarudi kwenye makazi yao ili wasiendelee kukaa na njaa. Chakula chao kitaandaliwa na ndo masharti huwa wanatoaga. Na je, unataka kuambia nini Watanzania kwenye zoezi hili la uchaguzi? Bado tunasisitiza na nafikiri kila kiongozi anayesimama anazungumzia kwamba uchaguzi wetu ni haki au matamko ya kisheria. Kila mtu aliyefikisha miaka 18 ana jukumu la kumchagua kiongozi anayemtaka. Ili tuwe na viongozi bora na tunaowaweka madarakani ni sisi wenyewe, kwa sababu hao wanatokana na mamlaka ya wananchi. Ni shauri au ni waombe wananchi wote washiriki zoezi la kikatiba na kumchagua kiongozi wao wanaomtaka, na nafikiri uchaguzi huwa unafanyika kila baada ya miaka 5 na kila mtu anafahamu hilo, na nafikiri hakuna ambaye hajui kama sasa hivi kampeni zinaendelea nchi nzima kwa ajili ya watu kunadi sera zao. Tuwachague viongozi kwa maono yao na sera zao wanaowaambia wananchi nini wanaenda kukifanya wakipewa dhamana hiyo ya kuiongeza nini wa kuongoza wananchi hao. Kwa hiyo tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba 2025 tarehe 29 ili tuwe na viongozi tunaowahitaji sisi kwa maendeleo ya maeneo yetu. Sawa. Na katika sera ambazo zimekuwa zikinadiwa na viongozi mbalimbali ambao wanashiriki mchakato huu wa kinyang'anyiro cha kugombea, ni sera gani ambao ipo kipaumbele ambao wewe unaiona na imekuwa ikinadiwa sana na viongozi hawa wa siasa ambao wamekuwa wakipanda kwenye majukwaa na kuwahutubia wananchi katika mchakato huu wa kwenda kwenye uchaguzi? Sera zipo nyingi na nitagusa kila idara. Kwa mfano kwenye idara ya afya, sera zinazotolewa, kwa mfano ile, na kama unakumbuka mtu akifariki kwamba marehemu anapotolewa mpaka alipe sijui nini, lakini sasa hivi imekuwa wazi kwamba familia inapopata changamoto ya kuondokewa na mtu wao, yani isiwe kikwazo cha malipo hayo yafanyike ndipo mtu achukuliwe, lakini mtu kumbe anaweza akachukuliwa ikafanyika na utaratibu mwingine ukaendelea. Ukisikia sekta ya elimu pia viko vingi vilivyofanyika. Kwa mfano elimu bure, japo kuna watu wasema hawamiliki kama kuna elimu bure tunachangia, ile ni maendeleo ya jamii ambayo inazunguka, ni makubaliano yao, lakini serikali inatoa elimu bure. Lakini namna ya wengine wanafanya ni makubaliano na wazazi wenyewe ambao wanashiriki wapi? Shuleni. Kwa mfano maji, kumtoa ndoo mama kichwani, pia ni sera inayotekelezwa, kwa sababu sasa hivi ukiangalia RUWASA wako mpaka vijijini, maji hapo, na nafikiri asilimia kubwa imetekelezeka. Miundombinu ya barabara pia inaonekana. Ili kuendelea kufanya kazi na mshikamano uwepo, ni dhahiri tuwaomba wananchi washiriki uchaguzi mkuu ili kuwachagua viongozi wao wanaostahili kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Nikushukuru sana. Asante, karibu sana. Okay, asante. Mtazamaji wa TBC1, bado tunaendelea kujikita katika tarafa hii ya EAS. Nia na madhumuni ni kuangalia jinsi Wahadzabe walivyojipanga katika kwenda kupiga kura mara ifikapo tarehe 29 Oktoba. Nipo katika lango kuu la kuingia katika eneo la EAS, ambapo ndiko Wahadzabe wanapatikana. Pembeni yangu niko na afisa tarafa, yeye atatueleza kwa undani ni kwa jinsi gani kama serikali wamejipanga kuhakikisha Wahadzabe wanakwenda kupiga kura mara ifikapo tarehe 29 Oktoba. Habari yako? Salama. Naomba tuambie majina yako na wewe ni nani? Jina langu naitwa Felix Bahati Togolai, ni afisa tarafa wa tarafa ya EAS wilayani Karatu. Asante kwa swali zuri. Kimsingi kama serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba ndugu zetu Wahadzabe nao wanashiriki katika zoezi hili katika uchaguzi mkuu wa 2025. Awali ya yote, kwanza tumehakikisha kuna vitu ambavyo wao ile siku ikifika uchaguzi tutawapata. Kwanza tulihakikisha tunaweka vituo vya kupiga kura karibu na maeneo yao ili wasiende mbali, lakini pia tutawapelekea vitu ambavyo wao mara nyingi ni kawaida yao ya kila siku kwenda kutafuta, tutawapelekea ili wasiende umbali mrefu. Na hii yote tunaifanya kwamba kuwapunguzia ndugu zetu, kuwapunguzia ile changamoto ya kufuata vituo, lakini pia tumewapa wao kipaumbele. Wao tumehakikisha wale watumishi wa tume wanakwenda kuwapa huduma wao kwanza.
Kwa hiyo hilo tumelifanya na tunahakikisha kwamba ndugu zetu nao watashiriki kwa nafasi kubwa sana. Okay, elimu nyinyi kama serikali mmejipanga vipi kuhakikisha siku hiyo hawakosi? Elimu imetolewa vipi? Elimu imetolewa pakubwa, hususan kwenye mikutano mbalimbali ambayo tunakutana nayo huko tunapokwenda, tunakaa vijijini, tunawaelimisha kwa kuambia kwamba ni haki yao ya kimsingi kabisa, ni haki ya kikatiba mtu kushiriki katika zoezi la uchaguzi, hususan kama ameshatimiza ile miaka 18 na akiwa na utimamu kabisa, ni haki yake ya kimsingi. Kwa hiyo ni haki ya kikatiba kabisa, na mimi nitumie wasaa huu kuwahamasisha ndugu zangu wote wa tarafa yetu ya Eyasi na wilaya ya Karatu kwa ujumla kushiriki katika uchaguzi mkuu siku ya tarehe 29 mwezi wa 10. Wajitokeze kwa nafasi kubwa sana, na hii inatupa fursa ya kuonesha demokrasia yetu kwamba tuna haki ya kumchagua tunayemtaka. Mchague kiongozi wako, tunakwenda kuchagua madiwani wetu, tunakwenda kuchagua wabunge wetu, na kwenda kumchagua rais wetu tunayemtaka. Mimi niwatie shime ndugu zangu, wajitokeze kwa wingi na kwa uwezo wao. Nikushukuru sana. Shukrani sana. Karibu sana Eyasi. Mtazamaji wa TBC1, bado tunajikita katika eneo hili la Eyasi kuangalia ni kwa jinsi gani Wahadzabe wamejipanga kwenda kupiga kura mara ifikapo tarehe 29 mwezi wa Oktoba. Nipo katikati ya makazi ambapo wanapoishi Wahadzabe. Kama unavyoona, haya ni maeneo yao na ndipo wanapoishi. Nia na madhumuni kujikita hapa ni kuona ni jinsi gani wamejiandaa katika uchaguzi wa mwaka huu mara ifikapo tarehe 29 mwezi Oktoba. Pembeni yangu niko na mkazi wa eneo hili ambaye ni maarufu sana hapa, anayejulikana kwa jina la Dudukwe. Dudukwe, aya uko atkateteki inateta zamana kakata vitaba usepaat mambo vipi? Mambo poa Kabisa. Kama kawaida. Na upande wangu mwingine nipo na mtu ambaye atatutafsiria kile ambacho Dudukwe atazungumza ili kila mmoja aweze kuelewa ni nini ambacho anakizungumza. Habari? Salama. Tuambie majina yako. Kwa majina anaitwa Muhindoi Damsungu, ni mwongozo wa watalii katika utalii huu wa kitamaduni hapa Eyasi. Okay, mimi nataka niulize swali. Dudukwe, umejipanga vipi kwenda kupiga kura mwaka huu inapofika tarehe 29 mwezi Oktoba? Uku aina shida uko atkatetea mana kakata vitaba usepa ahe yoakayo ngokofo anatsi ena bayako no passport kwa ni etana kana kwa sakulo uko atkatetea Anasema yupo tayari kupiga kura, na hapa alipo ipo na kadi yake cha kupigia kura, kwa hiyo yupo tayari kwa ajili ya kufanya kupiga kura. Kwa hiyo anasubiri tu taratibu siku hiyo, atakapoelekezwa kwamba okay kafanye hivyo atafanya kabisa. Yupo tayari kabisa na kadi yake anaye hapa alipo. Naam. Dudukwe, vijana wenzako mmejipangaje hiyo siku kutembea na kwenda kwenye eneo la kupiga kura? Kwa kwenda kula ubi upi ya kautawu ya ubi vijana bi ubi tuko 30 hamana etani na hama hakauta ubi nena tontana ko ina yon iza kula yas na yotet etana ya uko atkatete. Naam. Anasema wapo tayari na vijana wenzao wapo kama watu kama 30 katika hii kambi yao, na wapo tayari kwa ajili ya kupiga kura, lakini wangetamani kama angekuwa ni hapa ndio ingekuwa rahisi hapa kwao, ndio ingekuwa rahisi zaidi kupiga kura hapa kambini kwao, lakini watasubiri utaratibu watakaopewa. Wao wapo tayari kupiga kura. Dudukwe, nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Aya uko atkatete ya ubi mpaka aya mebea mana izape abe kula uko atkatete amana aso uko atkatete kakata otayo usep ayo duku ngila kate. Ya, anasema anashukuru sana kwa kuwatembelea na karibuni tena na tena. Tuko hapa nyumbani kwetu na hawa ni wengine ni mama zetu, wengine ni wake zetu. Karibuni sana. Nikushukuru Dudukwe. Nipe 5. Aya. Hivi. Okay. Mtazamaji, kama unavyosikia hapa tumeongea na mwamba huyu Dudukwe na ametueleza vema ni kwa jinsi gani ambavyo atakavyoambatana na wenzie kwenda kupiga kura, lakini bado nasalia hapa katika eneo hili la Wahadzabe kupata maoni yao ni kwa jinsi gani ambavyo wamejiandaa siku hiyo ya kupiga kura. Hapa nimekutana na mkazi mwingine wa eneo hili, ni
mama katika eneo hili, na yeye atatuambia ni kwa jinsi gani kina mama wa hapa wamejipanga kwenda kupiga kura. Habari yako? Salama. Tuambie majina yako na wewe ni nani? Mimi naitwa Angela Martini. Ni mkazi wa huku Murus. Ndio tunaishi huku Murus. Okay. Hebu niambie wewe kama mama wa hapa na kina mama wengine, mmejipanga vipi siku hiyo kwenda kupiga kura? Tumejipanga siku hiyo kupiga kura, tunasubiria gari tuje tuchukuliwe. Tuende kupiga kura. Tunasubiria na nyie serikali unaenda kupiga kura. Na ni yapi hasa ambayo unayotaka kuambia kina mama wengine ambao wa Hadzabe katika eneo hili? Okay, unataka kuambia nini kina mama wa Hadzabe ambao wanaishi katika eneo hili? Nitawaambia tu hivyo, siku ya kupiga kura tunaenda wote kupiga kura. Tunampigia kura na nyie pia hivyo. Na je, una kadi ya kupiga kura? Nina kadi ya kupiga kura. Sawa. Mtazamaji, kama ulivyosikia, watu wamejipanga vema kwenda kupiga kura. Haijalishi ni kabila gani, lakini na wao pia wamejizatiti kwenda kupiga kura. Bado nasalia katika eneo hili kutafuta maoni mbalimbali ya kabila hili la Wahadzabe. Bado tupo katika eneo hili na hapa niko na mkazi mwingine ambaye atatueleza amejipanga vipi kwenda kupiga kura, na atatuambia ni kiongozi wa aina gani ambaye wanamtaka katika eneo hili ili angalau aweze kufanya maendeleo ambao wanayataka wao. Baba, shikamoo. Malaba. Naomba tuambie majina yako na wewe ni nani hapa? Mimi kwa jina naitwa Nyambulu. Bila shida, kwa wasiwasi. Naongea vizuri. Kama kupiga kula. Sawa. Hebu baba tuambie, wewe kama baba na baba wengine wa maeneo haya, mmejipangaje kwenda kupiga kura siku hiyo ya tarehe 29? Tumepanga vizuri tu, bora nyie tu mtucheleweshe tu kuja kutubeba na gari. Bila shida. Tuwaisheni mara moja, kama imefika ile tarehe tayari mmeshafika mara moja, mmeshatupeleka kule, sisi tuende tupiga kula zetu na turudisha. Iko namna hii. Na hapa nimekutana na mkazi wa eneo hili, na yeye atatuambia ni kwa jinsi gani ambavyo wamejipanga kwa siku hiyo ya tarehe 29 mwezi Oktoba kwenda kupiga kura. Mama, shikamoo. Malaba. Mama, naomba tuambie majina yako na wewe ni nani? Onoko Kwimbili. Onoko Kwimbili. Sawa. Mama, nyinyi hapa kabila la Wahadzabe mmejipangaje kwenda kupiga kura hiyo siku ya tarehe 29 mwezi wa Oktoba? Mambo ya kupiga kura dada, sisi tulishapangaga siku nyingi. Viongozi wanatutembeleaga mara kwa mara, ndio maana hatuachi kukumbuka hiyo kumbukumbu. Sawa mama. Je, mama, wewe una kadi ya mpiga kura? Iko. Na siku hiyo itakuwaje? Hebu tueleze kidogo hiyo siku. Hapo siku hiyo tutasubiri gari mtendaji akileta, tukijaza tunaenda kutupa kula. Sawa mama. Na unataka kuambia nini wanawake wengine wa kabila hili la Wahadzabe na wanawake wengine wa Kitanzania? Nitawaeleza vizuri kwamba jamani, tuende kujisaidia kutupa kula. Wa rais wetu fulani, sisemi jina lakini. Nikushukuru mama sana kwa muda wako. Mtazamaji, kama ulivyosikia, hivi ndivyo walivyojipanga kwenda kupiga kura mara ifikapo hiyo tarehe 29 mwezi Oktoba. Kutoka hapa tarafa ya Eyasi katika kabila hili la Wahadzabe, wilaya ya Karatu, mkoani Arusha, sina la ziada hadi wakati mwingine.